Kwa taarifa zaidi, ungana nasi Handeni Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Bodaboda auawa kinyama. Bodaboda anajulikana kwa jina la Chande Ibrahim Chambo, mkazi wa mtaa wa Kabaya katika wilaya Handeni. Kelezea tukio hilo, ndugu wa marehemu kwa jina Chambo anasema marehemu ni mtoto wa kakaangu kabisa. Mtoto wa kakaangu kabisa. Kwa miaka anaweza kufika kama miaka kama 20 na kama 25, 26 hivi. Anaitwa Mhando. Mimi naitwa Robert Chambo. Nilipokea taarifa ya kupotea kwa kijana wangu kwenye saa 4:30 usiku. Baada ya kupokea taarifa hizo, bwana mmoja kapeleka abiria lakini kurudi harudi. Basi watu wakaanza, bodaboda wenzao wakaanza kumtafuta. Ilipofika saa 11 ndio nikapigiwa simu kwamba yule bwana kaonekana, ndio akaonekana amechinjwa hapa maeneo ya halmashauri ya mji wa Handeni. Hapo watu wakaenda kutoa taarifa kituoni, polisi wakaja hapo kwa uchunguzi wao. Bwana, utaomba kwa jeshi la polisi, naomba tu wajitahidi na uchunguzi ili waweze kubainika hao waliofanya hii tukio. Na diwani akatamheshimu watu wa Mgaya akielezea tukio jinsi lilivyo. Hapa alikuwa na haya kusema. Jina ni Mgaya Atitoa, diwani wa kata Kwenjugo. Majira ya asubuhi saa 12 kasoro nilipigiwa simu kujulishwa kwamba kuna tukio limetokea la kuchinjwa mtu ambaye hafahamiki. Kwa baada ya kupata hiyo taarifa, tuliweza kufika eneo la tukio saa 12, tukahakiki kweli ni kweli tukio limefanyika. Tukapigia polisi. Baada ya kuwapigia polisi, wakati tunasubiria kikundi kile cha bodaboda ambacho huyo aliyochinjwa anapaki, waliweza kutupa maelezo kwamba mtu huyu alikodiwa jana saa 3 usiku na watu ambao hawajulikani, kwa maana kuletwa ofisi za madini zilizoko mtaa wa Ngugwini, kata ya Kwenjugo. Baada ya kukodiwa, imefika zaidi ya nusu saa, wenzake wakapata wasiwasi kwamba kwa nini mwenzetu ameenda hapo mahali karibu harudi. Wakampigia simu, ikawa haipatikani, na baadaye simu inapatikana lakini haipokelewi. Kwa hiyo wakaingiwa na wasiwasi, wakaanza kutafuta. Wametafuta, baadaye majira hii ya alfajiri ndio wakapata tetesi kwamba kuna mtu ameuawa mahali hapa. Wakafika wakaona ni kweli, ndio taarifa hizo zikaanza kusambaa. Huku ndugu na marafiki jamaa nao wakiwa na haya ya kusema. Aliwa pia amepokonywa au ameibiwa ile pikipiki. Kwa sisi kama uongozi wa kata tunajipanga, na kwanza tunaona maeneo yetu haya barabara, wamiliki wa haya maeneo ni kama wameyasusa. Kwa tunajipanga kuona namna gani hao wamiliki wa maeneo watasafisha maeneo yao ili kuondoa haya mazingira ya pori au ya vichaka vikubwa ambavyo viko katika maeneo. Lakini vile vile tunajipanga kuendelea kutoa elimu kwa vijana wetu wa bodaboda kuchukua tahadhari. Tunafahamu kwamba wako kwenye utafutaji, lakini tukio hili kiukweli kwa kwetu Handeni ni tukio ambalo limetuhuzunisha, kutusikitisha, lakini kwa kata yetu ya Kwenjugo halijawahi kutokea tukio kama hili. Na kama umeona maelfu ya watu ambao wameminika hapa kuja kuona na kushuhudia, na kila mtu analia na kumwomba Mwenyezi Mungu na kuwalani watu waliofanya kitendo hiki. Na binafsi hatukubaliani na swala hili kwa sababu ni swala ambalo halikubaliki katika jamii. Ni aheri wangechukua hata pikipiki na mali ambazo walikuwa nazo kuliko kuchukua uhai wa mtu. Lakini tunapinga vikali matukio kama haya, lakini ni washauri na ndugu zangu wanaofanya biashara bodaboda wawe makini nyakati za usiku hata mchana pindi wanapokodiwa na mtu ambaye hawamfahamu, kwa sababu sasa watu hawaaminiki. Lakini kingine, kubeba ile mishkaki kwamba kwa muda ule wa usiku kwa watu ambao hawafahamu na namna wanakokwenda, nao inaleta athari kubwa katika jamii. Ni kama hivi ambavyo unaona. Kwa kweli tukio hili ni tukio la kuhuzunisha. Kwa hiyo wasiangalie sana zile hesabu,
lakini waangalie na usalama wao, na pindi wanapoona kuna wasiwasi wote angalau waanze kutoa taarifa wenyewe mapema kwa anakoelekea bila aliyembeba kujua kwamba yeye anatoa taarifa kwa mwingine. Lakini la mwisho kwangu, huu ni msiba mkubwa kwa wilaya yetu ya Handeni. Kama jamii tushirikiane, tushikamane, lakini kama kuna mtu yote ambaye anajua taarifa ya wanaohusika, basi tuweze kuisaidia polisi ili waweze kukamatwa na waweze kuchukuliwa hatua. Asante. Kuita bodaboda kwa jamaa kawa amewahi kwa bahati nzuri. Kuita pale kwa wakamjulisha kwamba tunaelekea halmashauri. Mara anamwambia kwamba tunaelekea Mbezi, mara anamwelekeza kwamba tunaelekea halmashauri. Sema uzuri makubaliano yao ni kuja halmashauri. Wakamchukua pale kuonyesha kama bodaboda. Ila sisi tukawa tuna wasiwasi kutokana ni kwa muda mrefu tulikaa tukiwa tunamsikilizia yeye. Sisi tukawa na wasiwasi kwamba bana mwenzetu mbona arudi. Ikafika mpaka hadi majira ya saa 6 ndo tukawa na wasiwasi zaidi, tukaitana kijieni kushirikiana. Ndo kama hivyo tukaingia kwenye kumtafuta, wengine tulifika hadi mbali sana. Tulienda hadi wengine huko Kwinji, wengine walienda Mkata. Ndo ilikuwa hivyo. Hizi taarifa sisi tulidamka saa 11 kutoka kumtafuta yeye. Na sisi tumekuja tu kumtafuta kwamba tulikuwa makusudi yetu kuwa kwamba jamaa alipotelea halmashauri, kwamba inabidi tuende tukaanzia kumtafuta halmashauri. Tulipokuja ndo tukawa tumeenda kupaki pikipiki kule kwenye jengo la madini kule, ndo tukawa tumeanza kumtafuta kwenye hizo poli humo, tukawa tunamtafuta huko na kule. Wengine tulikuwa tushagawanyika pale, wengine tulikuwa tunapandisha juu kule, ndo wenzetu kwenye kushuka huko kati huko ndo wakaja, bahati nzuri wakamuona. Yangu naitwa Hussein. Cha kwanza hili tukio yani kiukweli bodaboda sasa hivi tumeingia uoga. Tunaogopa hata kupakia abiria. Kama usiku, si wengine tunabishaga usiku hadi saa 5, saa 6. Kiukweli tunaogopa sasa hivi hata kupakia abiria. Hili limenikuta nikiwa sheli escape pale na pakia abiria. Akaja rafiki yangu akaniambia kupakia huyo abiria. Kuna mwenzetu mmoja yuko. Nikamwambia naye kupakia chanya yuko. Nikamwambia poa, ngoja tujaribu kumpigia simu. Ila tunampigia simu, namba yake moja ile ya Airtel haipatikani, namba yake ya Voda maana ana simu kubwa na ndogo. Ile simu kubwa inaita tu ile ila haipokelewi. Kwa hiyo tukapata mashaka kwa mwenzetu huyu labda limemkuta jambo. Hapa naitwa Tamasha Saidi. Huyu marehemu anaitwa Chame Ibrahimu Chambo. Mimi hapa asubuhi nimepigiwa simu kusema mwanao kachinjwa, ndo nikachukua bodaboda ndo nikafika eneo ile hapa la tukio. Nilipokea kwa majonzi mazito kwa sababu mtu hulijataria kusema litatokea hili. Upelelezi ufuatilie upelelezi tujue kusema kilichotokea ni kitu gani au kuna nini mpaka kafanywa hivi. Ambayo imetokea tukio la kuchinjwa mtu karibu na Kilole. Kwa tuomba jeshi la polisi iweze kutoa msaada kwa tukio lililotokea.